Okay, sasa tunakwenda kukata mikono. Kumbuka tulipata mzunguko wetu wa kwapa. Kwapa yangu nilipata kama 11. Sasa utaweka 11 hapo na utaweka 11 mwisho wa mkono. Urefu wa mkono wangu ni 24. Sawa? Alafu tutengeneze line ya kuanzia. Kwa hivyo kuanzia hapa line ya kuanzia mpaka chini ni 24. Alafu tunachukua line ya mkono pale ambapo kwapa itakuwa, ambao utachukua 4 kutoka hapo juu mpaka hapo ni 4. Hiyo unaipata kwa ile nyonyo hadi nyonyo lingine lako. Langu lilikuwa 8, alafu nikagawanya na 2. Alafu natengeneza curve namna hiyo ikutane kwenye ile 11. Sawa? Hivyo tengeneza tu curve namna hiyo. Pongo anajaribu kitu kingine lakini hakikuingia. Ukisha tengeneza curve kama hivyo, uchukue hapa kama ni 11 ulipata huko juu, huko chini weke 11. Alafu hakikisha kote kote kwa sawa, ndio huo mkono wako utakuwa kama wa puto. Kwa hivyo usijaribu kupunguza mapana. Utanyoosha line yako. Uhakikishe urefu huo uko sawa sawa na urefu wa kule kwingine haujapitana. Takwenda nikate namna hiyo. Hapa nilikuwa nataka kuonyesha tukika mpira baadaye itakuwa hivyo. Basi sasa nataka nitoe kopi kwa mkono wangu mwingine. Kitambara changu hakikuwa kinatosha, kwa hivyo itabidi niongezee huku chini kwa ule mkono mwingine. Kwa hivyo kama yako inatoshea, wewe nenda tu utoe kopi. Ndio hiyo nikatafuta kipande, nikaekelea namna hii. Alafu nikaekelea ile ya mwanzo ambayo nilikuwa nimekata juu yake, ndio itanitolea kopi vizuri. Namna hiyo. Alafu nitakwenda tukate. Basi kama yako imepelea utafanya hivyo pia. Alafu nitachukua niziweke pande mzuri kwa pande mzuri zikiangaliana. Alafu kwanza nitakunja, alafu niweke alama katikati ya mikono yangu ni gani, kwa sababu nataka kuenda kutoa sehemu ya mbele. Mikono katika pale kwa kwapa huo kuna upande wa mbele na upande wa nyuma. Nikikata mikono kwa video zangu zingine huo nimeeleza. Mikono ina upande wa mbele na upande wa nyuma. Kwa hivyo upande wa mbele huo umeingia ndani zaidi. Ukiangalia kwa kifua chako sehemu ya kifua hapo kwa manyonyo juu kidogo kwa kwapa unaona kumeingia ndani kushinda nyuma. Kwa hivyo tunatafuta hizo sehemu. Hakikisha kitambara chako kinaangaliana. Kama ni pande nzuri na pande nzuri ziangaliane. Kama ni mbaya na mbaya ziangaliane. Utachukua mzunguko wa kwapa yako hapo kati, kuanzia kati mpaka hapo kwenye ilifika, sio kwenye alama za kushonea kule ambapo tuliweka alama za kuonyesha usiweke mpaka pale ambapo urefu wa kwapa wako ulikuwa umeishia, alafu uingie ndani namna hiyo na nusu inchi hivyo tosha. Alafu utakata pande hizo, ndio zitakuwa pande wako wa mbele ukianza kuweka mikono. Kwa hivyo uangalie zile sehemu ambazo ziko ndani, ndio utashonelea upande wa mbele unapowekelea mkono. Natumai umenielewa. Ukifanya hivyo nguo zako zitakuwa ziko vizuri zaidi, hazina kufurafura huku pande ya makwapa. Ukashone mikono yako. Hapa ndio itakuwa upande wa mbele. Alafu mpira itaingia hapa namna hiyo. Angalia inaanza kujitokeza. Sawa? Nilisahau kuonyesha kukata belt. Kukata belt samahani, ni kama kawaida vile ambavyo tunakata belt. Unachukua tu, najaribu kutafuta mahali ambapo kumenyoka. Nikachora line yangu hapo. Alafu nikachukua kiuno chake ni 38 tulisema, kwa hivyo belt yangu itakuwa na urefu 38, zinapaswa kuwa 2. Sawa, kuna mkono wa kulia na mkono wa kushoto, sawa?
ambayo tutaweka pale kwenye kiuno. Halafu uzikunje hivyo. Halafu uchukue alama yako ya 38 pale inaishia. Sawa? Kwa sababu inatakana izunguke kiuno. Kwa hivyo hapo nichukua inchi 3, nusu inchi nitatumia kushonea. Waweza chukua inchi 4. Mapendezo yako ni wewe, kitambara kitegemea kama uko nacho kingi. Kitambara changu hapa kilikuwa ni kidogo, lakini ilibidi tu nifanye mshipi mmoja bila kukunja mara mbili vile nilipokunja hii. Lakini yako kama inatosha, tafadhali kunja iwe na uzito vizuri, itaonekana nzuri zaidi. Alafu nitakwenda kukata. Tutakwenda kupiga overlock hapo na uwezo pande zote kando kando, alafu tutaenda kwa kushona. Kama umefikia hapa na umependa hii video, ya kushona jumpsuit na mkono wa puto, tafadhali like, comment. Kama kuna kitu nataka nifanyie kazi niandikie. Bye, asanteni.